Kaka vipi, na shida gani? Sielewi dadangu. Umepata nini? Hivi shoga yangu, mke wake wa kwanza kafa, wa pili kafa. Wewe uogopi? Mume wako naye tena kafa. Alafu wote wafe kwenye tarehe hiyo moja. Mimi nina mashaka shoga yangu. Najiuliza sijui ni kwa nini yanatokea yote haya. Na yote yanatokea kwa tarehe moja. Mimi nahisi kuna kitu hapo. Au usikute hizo mali zenyewe za kafara. Usikute hizo mali sio za kawaida. Mimi nina wasiwasi na marehemu mume wako. Labda alikuwa anatoa haki zake kafara. Kwa hiyo kajaribu kukutoa wewe, kashindwa, kaondoka yeye. Kwa hiyo nakushauri shoga yangu, unaonaje hizo mali uziuze ili mgawane, kila mtu afe kivyake. Usije ukakaa kizembe ukaja kosa vyote. Si unajua tena wewe huna mtoto hapo ulipo. Na watoto zako wenyewe ndo wale mtihani. Ila ni kweli, maana hata watoto wenyewe wanitiani waniheshimu kabisa. Sijui kwa sababu mimi sio mama au mzazi. Hebu fikiria shoga yangu. Sasa hivi msiba bado hata hujaisha lakini wao hawapo. Yaani hata sielewi. Naomboleza mume wangu, watoto nao hamna hata ushirikiano wote. Watu wanakuja wanaulizia watoto Fina yuko wapi? Hakuna hata mmoja anayeonekana. Yaani hata sielewi. Ikiwa kumwambia Pinky nimeshindwa, nitumie mbinu gani sasa? Nimepata wazo. Ngoja nilifanyie kazi. Pinky! We Pinky! Abe! Njoo mara moja. Samahani, kuna sehemu nataka unisindikize. Ushaanza. Haya, unataka usindikize wapi? Pinky, sio mbali wala, ni hapo tu kati. Ila tutatumia njia shortcut. Tutashukia bondeni hapo ili tuwahi kufika. Kwa sababu ni namdai rafiki yangu hela kiasi kikubwa sana. Leo kaniambia ndo niende kuichukua. Ila mimi nitalipa muda wako. Nitakupa hela bando. Hapo unaonaje mdogo wangu? Lakini Frankie, si unajua mimi nilikuwa live ndani. Wewe unaanza kuniita nianze kukusindikiza huko bondeni. Lakini sawa, kama utanilipia hela bando na kusindikiza. Ngoja nikaage mashabiki zangu, afu narudi twende, sawa? Haya sawa, kawaage. Mimi nakusubiria hapa. We Fina njoo. Fina ulikuwa wapi? Nilitoka mara moja. Nilikuwa katika safari zangu. Lakini kumbukeni huu ni msiba wa baba yenu. Watu wanakuja majirani wanakuja wanaulizia hakuna hata mtoto mmoja. Kweli amoni mnanizalisha mnanitia aibu. Yaani mjisikie uchungu kwamba baba yenu kafariki. Au mnanifanyia hivyo kwa sababu mimi sio mama yenu wa kuwazaa. Ila mamdogo, si nisharudi. Nafikiri hakuna haja kuniuliza maswali mengi. Maana huku nilipotoka nimeshavurugu. Kwa nisije nikakujibu vibaya bure. Baba yenu kafariki. Tumebaki sisi tu wanne. Wewe kama dada mkubwa, unashindwa kuongoza wadogo zako. Msiba bado unaendelea, nyie hampo. Kweli hiyo ni haki mnachonitendea? Haya, sawa nenda tutaongea baadaye. Hilo ndo ulikuwa umelisahau.
shogangu, mambo yenyewe ndo kama haya. Yaani inazidi kuchanganyikiwa kabisa. Watoto wananivuruga. Cha msingi fanya nilichokuambia. Kwanza, mtoto mwenye aonekana jeuri. Alivyokuja hata hajasalimia. Kwa shogangu, kashakuona mkubwa mwenzie. Wewe ukinywa naye ananywa, utabishana naye nini? Utawaambia nini la kusikiliza? Kwa hiyo nakushauri shoga yangu, kama utanisikiliza mimi shoga yangu, kumbe utakuja kunufaika, lakini kama utanipuuza shoga yangu, utakuja kulia machozi ya damu. Tena ukiwezekana hizo mali nyingine shoga yangu ambazo wazijua watoto hawazijui, ficha. Nakupa maneno ya akiba shoga yangu, utakuja kunikumbuka. Haya, tupo hapa. Ila kweli, ngoja nilifanyie kazi ile wazo lako. Mchilo, nakuomba mara moja. Wewe unapiga mikelele nini wakati mimi nilikuwa nipo zangu chooni huko? Mchilo mtoka na mimi nikuitwa Mchilo nilikuwa na faidi, ungeitwa wewe. Niambie unasemaje? Samani ndugu yangu, nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja. Nilikuwa naomba ushike simu yangu kwa sababu ina bando, umpigie blaza ili anitumie pesa niende hospitali, au kama sio kunitumia pesa basi ampigie daktari wake aje nyumbani aniangalie macho yangu. Naomba unisaidie hilo kaka. Yaani mimi kajua unanitia vitu vya maana. Hebu nisikilize wewe Deka. Kwani kushika simu yako hapo wewe mwenyewe kumtafuta blaza uongee naye kutumia hiyo pesa au uongee na daktari wake uweze? Hebu nisikilize. Kama ulikuwa unanitia upumbavu wako, mimi siwezi kufanya hivyo. Alafu sikia, usipende ubosi, sawa? Sasa kaka, mimi unavyoniambia nishike simu yangu mwenyewe ni bosi nimtafute blaza. Sasa mimi nitaonaje ndugu yangu? Nilivyokuambia kweli kabisa ndugu yangu, mimi sioni. Sio kama naigiza hapa. Jaribu basi kunisikiliza ninachokuambia, tumtafute kaka. Unajua anajaribu hata kufikiria kwamba huyu alonifanyia hiki, mimi sijui hata nimemkosea nini mpaka anifanyia haya yote. Ndugu yangu, jaribu basi kunisaidia, nisikilize basi ninachokuambia. Mchilo.
We Pinky, mbona mimi nimekutafuta sana ni tena kwa kuita. Ulikuwa wapi? Frankie, ulivyoniacha pale nimesimama, nikahisi nimepigwa kabisa na kitu shingoni, nikapoteza fahamu. Nimekuja kuzinduka, nipo kule vichakani, na nikijiangalia kabisa nimeingiliwa kimwili. Mungu wangu. Umeingiliwa kimwili? Kwa hiyo hujamuona hata kwa sura ile kufanya kitendo hiko? Hapana Frankie, sijabahatika kumwona hata sura yake. Kibaya zaidi, ameniingilia nikiwa kwenye siku za hatari. Frankie, vipi itakuwaje nikipata mimba ya baba ambaye hajulikani? Nitamweleza nini mama? Hata kama mimi mkorofi nyumbani, lakini sikufikia hatua hiyo ka Frankie. Nitaweka wapi sura yangu Frankie? Mimi nina makosa gani au nimemkosea nini huyo mtu alionifanyia hichi kitendo kakaangu? Mniambie hata wewe. Ushaikuona mimi na ugomvi na mtu? Hujaikuona na ugomvi na mtu, si ndio? Sasa inakuwaje ananifanyia kitendo kama hichi? Mimi muda wote niko busy na TikTok, niko busy live. Kwa nini hivi? Usiseme hivyo Pinky. Utanifanya mpaka mimi nilie. Hapo cha kufanya, twende tu nyumbani, tugairishe safari ya kwenda huko ili tufanye mchakato nikupeleke hospitali. Hospitali Frankie? Mimi naogopa. Kule tukienda tutapima vipimo vyote. Vipi nikakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Hapana, mimi naogopa Frankie. Wewe, ukimwi hapana. Ila usimwambie mama kitendo ulichofanywa kwa sababu itakuwa mambo mengi sana. Si unajua mama kasafiri alafu akirudi na uchovu alafu unamwambia na mambo hayo, utampa pressure. Kwa sasa hilo jambo liwe baina yako wewe na mimi, yani serious. Sijui umenielewa dadangu? Twende nyumbani. Pole dadangu nzuri. Hakika binadamu wabaya. Ami, shoga yangu. Vipi, mbona leo saloni kwako kumepoa sana? Kawaida tu. Vipi udugu? Kwani ulikuwa unaenda wapi hata ukaacha nguo zako saloni kwangu? Kuna sehemu nilikuwa na wewe mara moja. Kuna vitu nilikuwa naenda kufanya. Ni kwema lakini. Kwema? Haya, mimi nilikuwa nataka nikuulize tu hivyo. Basi kwa kama ndicho ulikuwa unataka kuniuliza. Nilikuwa najua labda kuna kitu kingine unataka kuniuliza, kumbe ni hicho. Kwa na amani, mimi nilikuwa sehemu salama shoga. Ila ngoja mimi niwahi nyumbani, maana kuna kazi nataka kwenda kufanya.
Merimela, hela. Nakwambiaje? Shoga yangu nimekuja na hela, yani kibunda kimejaa huko ndani nakwambia. Shoga yangu wezi kuamini yule mpuuzi Dekan katoa hela. Hela zako hizi hapa nimekuja nazo shoga. Wewe, msubiri kwanza. Unataka kuniambia Dekan amelipa pesa zote? Zote nakwambia ametoa milioni 5. Kazitoa. Hizi hapa. Tulia, cool down, tulia. Lete bona nichelewesha niangalie mwenyewe. Hizo ndo hela. Unakiri timamu wewe? Heki unataka kunichezea mchezo mimi, si ndio? Hapana Merimela, hapana. Hela zilikuwa hapo huko ndani, mimi ndo nakwambia. Nakuhakikishia kabisa hela zilikuwa hapo huko ndani. Kimya. Kimya hiki. Ni nini hiki? Mimi mwenyewe sielewi. Wamenipa hela kabisa hao. Nimeitia kwenye mkoba kabisa na hamna mtu yeyote aliyenishika wala kunikaba. Yaani hamna, hela ilikuwepo nakwambia. Na yaani hela zilikuwepo. Heki unataka kunichezea mchezo? Huwezi. Unajua mimi vizuri wewe. Heki nimehangaika kwa siku nyingi kutafuta hizo pesa. Yaani dakika mwisho nakuja mimi kuniwekea takataka hizo. Hela zilikuwepo, jaribu kunielewa basi. Heki siwezi kuelewa. Wewe uliniambia kuna pesa, sasa ziko wapi? Pesa ziko wapi? Heki mimi kwenye hela sinage urafiki kwenye hela. Nataka hela Heki. Heki nataka hela. Kama mlinichezea mchezo wewe pamoja na watu wako, sitaki upumbavu mimi kwenye hela. Nataka hela. Kwa hiyo uliamua kunihifadhi hapa ili uje ujilipe, si ndio? Mimi nakwambia kweli. Jaribu kunielewa basi shogangu. Mimi naweza nikakuficha. Hela za kwako mimi ndo nimeng'ang'ana mpaka kuzipata. Ninapoongea kuhusu pesa naomba ukae kimya. Funga mdomo wako Heki. Funga mdomo. Heki unijui vizuri mimi nimehangaika sana kuhusu hizo pesa. Nilikuwa kichaa. Heki unafanya nini wewe? Heki. Nahisi unijui vizuri mimi. Unanijua kijuujuu tu. Nakwambiaje? Mimi kwenye pesa zangu sinaga urafiki. Mimi nina roho mbaya zaidi unavyofikiria wewe. Naingia ndani. Na wewe ukija ndani, uje ukiwa na pesa zangu. La sivyo, utanijua mimi Merimela ni mtu wa aina gani. Pumbavu wewe. Habari ndugu zangu. Mimi naitwa Irumba. Hapo mwanzo nilikuwa na ndoto kubwa ya kujenga nyumba bora. Baada ya kupata pesa, nikawa na waza na kuwazua ni wapi nitapata mafundi bora kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yangu. Ila rafiki yangu mmoja anaitwa Dekan akaniambia, unahitaji mafundi bora kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako? Nikamwambia ndio. Akaniambia wacheki hawa hapa, Royal Prince Construction. Hawa wana mafundi bora sana wenye uweledi juu ya ujenzi wa nyumba. Royal Prince Construction. Hawa wana mafundi bora na wenye uweledi juu ya ujenzi wa jengo lolote. Sikuchelewa, akanipatia namba ya simu nikawasiliana nao. Nikaona hili jambo bora ni share na nyinyi marafiki zangu. Ikiwa unahitaji mafundi bora kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako, wacheki hawa Royal Prince Construction. Wana mafundi bora sana. Namba zao za simu ni 07 50 29 30 00. Royal Prince Construction. Tukabidhi lamani, tukukabidhi funguo. Kiukweli nilifurahia sana huduma zao. Karibuni sana.